mmoja aonekane kunyonyiwa kwapa. Kwa hiyo ni nani? Ni Simba, ni Young Africans? Yanga ni bingwa mtetezi, alichukua 2025. Kumbuka vizuri sana. Simba na wanasaka ubingwa wao wa sita. Akiwa anajaribu kupunguza gap ya mataji ama anazidiwa na Young Africans. Wakati Yanga anasaka ubingwa wa 8. Kwa hiyo vitu vingi vinachagiza pia. Lakini kwa matokeo ya kesho pia yatatoa picha kuelekea mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Siku ya tarehe 3 ya mwezi wa 5. Kwa hiyo ni mechi ambayo imekaa kimkakati zaidi. Nafikiri hapa nimezungumzia kwa juu kwa pressure na vitu kama hivyo. Nafikiri tukiingia kwenye ubora wa vikosi vya timu zote mbili, nafikiri ndio nitaenda kuzungumzia ufanano ambao timu zote mbili zinataka kufanana zaidi. Moja kati ya kauli ya kocha Pedro Goncalves wakati akizungumza leo na waandishi wa habari kuelekea mchezo kwamba klabu inapojiwekea malengo wakati msimu unaanza huwa wanajali kila mchezo wapate ushindi bila kujali ni mashindano gani, lakini wanapokuja kwenye mafanikio maana yake wanajali kila ubingwa lazima wautetee kwa namna yoyote ile. Ni miongoni mwa kauli ya kocha wa Yanga kuelekea mchezo wa kesho. Bila shaka haikuwa kwa bahati mbaya mpaka wanafika hatua ya finali. Ni miongoni mwa malengo yao ambayo walijiwekea. Watu wanaweza wakawa wanachukulia poa, lakini unaweka kwenye kabati. Ukiangalia Muungano Cup, mtu wa kwanza kuchukua ubingwa ule alikuwa ni TMA ambaye kwa sasa yupo championship. Hana matarajio yoyote kusema ni lini ambapo atarudi kutetea, lakini anabaki kwenye historia kwamba ndio timu ya kwanza kutoa ubingwa ule. Bila shaka rekodi zinahitajika kwenye ubingwa kama huu, lakini kwangu mimi sasa nikiangalia uzani wa timu zote kuelekea kesho, naamini kwamba Simba yupo na uhitaji zaidi, kama niko sahihi. Simba ana uhitaji zaidi kwa sababu kwa msimu huu au kumwendea uzuri toka mwanzoni au kuwa poa kwa Simba baada ya kupitia kipindi cha mpito kidogo, cha kipindi ambacho kilikuwa na sintofahamu nyingi, hususan kwa matokeo ambayo Simba walikuwa wakiyapata, hususan kwenye ligi ya mabingwa. Nafikiri wewe ni shahidi mzuri wa kufika mbali. Ndio. Kwa msimu kwa mara ya kwanza Simba wanaishia hatua ya makundi na wanacheza michezo mitatu bila kupata hata matokeo ya alama 3. Kwa hiyo msimu haukuwa bora kwa upande wao, lakini kadri linavyokwenda kuna namna ambavyo wanaonyesha ushindani. Lakini pia kwa msimu huu nafikiri Simba hapaswi kumaliza bila kupata kikombe chochote. Msimu uliopita sina kumbukumbu alibeba ubingwa gani Simba. Unaona sasa kwenye misimu minne ukipiga mahesabu ya haraka kwenye mataji makubwa Simba ameyabeba, hajabeba mataji makubwa kwenye misimu minne mtawalia ambayo Yanga amekuwa bingwa. Kwenye misimu minne kachukua tu Muungano tu, ambayo ukiangalia Muungano ile Yanga hakushiriki Yanga kwenye ile michuano. Kwa hiyo ukiangalia kwa misimu minne tunaelekea watano, hajawafurahisha mashabiki wao kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ni kwa namna gani anaanza kawafurahisha na msimu huu ni kuweza kushindania mataji yote ambayo kwa sasa anashiriki. Ligi ya mabingwa ameshatolewa, amebaki ligi kuu, alama wanazozidiana uweze kumtoa kwenye mbio, sababu inawezekana kufanya comeback na kukaa kwenye nafasi ya kwanza kama mpinzani wake ataruz. Lakini pia kwenye FA si mbaya, anakuja bado anaendelea kupiga hatua kusonga mbele. Muungano ndio tunaozungumzia, amefika hatua ya mwisho ambayo ni ya finali. Kwa hiyo anahitaji warau kwa msimu huu kati ya yote hayo asikose hata moja. Kwa hiyo ni kombe gani ambalo atalichukua ni kuchenga karata zake vizuri, na kwa bahati mbaya mpinzani ambaye anakutana naye ni mpinzani ambaye amejipata. Nilikuwa nafuatilia sana interview ya semaji Ahmed Ali, anasema kakiri kwanza kwamba Yanga ni bora na ukitaka kucheza na Yanga upaswe kuingia kichwa. Maana unaweza kuingia kichwa ukabamizwa. Kwa hiyo unaona hata wapinzani wa Yanga pia wanafahamu kwamba kuna kipindi Yanga wakuwa bora. Kama tulishindwa kumfunga Yanga kipindi ambacho hakuwa bora, je, tutamweza hiki kipindi ambacho ameanza kurejea kwenye form?
ndio maana Ahmed Ally kaweka tahadhari. Kwa hiyo najua Simba ana pressure kuliko Young Africans kwa sababu Yanga akipoteza anaweza akajipa moyo ama akaendelea kupambania ligi. Yes, anaweza akajipa moyo kwamba bana, mashabiki wangu tumefungwa hii, lakini kwenye ligi kuu tarehe 3 sisi na wao tunakuwa sahani moja. Lakini ni tofauti na Simba, yeye akipoteza Simba kwa mara nyingine utakuwa ni mchezo wa 7, alafu kapoteza ubingwa, alafu kule matumaini sio makubwa sana. Kwa hiyo yani na kwenye FA bado shughuli ni pevu kwa sababu timu zote ngumu bado zipo. Kwa hiyo Yanga ana pa kujifichia kwa kiasi, lakini Simba ana pa kujificha sababu wa mashabiki na wanachama wameshaona kwamba misimu yote minne hatujapata ubingwa ambao pengine ni mkubwa. Sasa na tunapoteza kwa bahati mbaya, mpinzani wetu ndo anayabeba makombe. Pengine tungekuwa tunapoteza na mpinzani wetu abebi anabeba mwingine, tungesema ni afadhali, lakini tunapoteza na tunapeteza kwenye mikono ya mpinzani wetu. Kwa hiyo mwenye pressure kubwa kama ulivyoniuliza, nafikiri Simba ana pressure kubwa tofauti na Young Africans. Ni kinukuu na kile ambacho msemaji wa Simba Ahmed Ally ama afisa habari wa kikosi cha mnyama Simba Ahmed Ally alichokizungumza kwamba kwa sasa Yanga ni bora na wao hawataingia kizembe. Nafikiri hata Matora pia aligusia kwenye maongezi yake.